kwa kaunti ya Mombasa na Kilifi. Nadhani Davis Mberia unanipata vyema kabisa hivi sasa, na labda utuarifu tu kinachoendelea kuhusiana na mashindano haya ya shule za upili. Ni Western, wote ni Western. Davis Mberia Mwingine imtoke. Sandrine ndio mwingine imtoke. Davis Mberia, sijui kama unanipata vyema saizi, labda utuarifu tu na kinachojiri hivi sasa kwenye mashindano ya shule za upili ambayo ameingia siku yake ya 3 hii leo katika viwanja vile vya shule ya mafunzo ya ualimu ya Shanzu. Davis, sijui kama unanipata. Naam, naarifiwa kwamba Anzu na kupata salama salmini. Nipo kaunti ya Mombasa, hasa chuo cha mafunzo ya walimu cha Shanzu, ambako michezo ya shule za upili ulivyosema imeingia katika siku yake ya 3, na pakubwa hii leo mechi ambazo zinapigwa ni zile timu ambazo hasa zinasaka kuweza kuingia katika nusu finali. Tayari hapo jana tuliweza kushuhudia timu zikiweza za kwanza zikiweza kudunda katika nusu finali, zikasalia zingine ambazo zilifaa kushinda mechi zao za leo ili waweze kujikatia nafasi. Lakini pia wanavyosema kwamba msafara wa Mamba haukosi Mburukenge. Mburukenge tayari wanadondoka hii leo na kumwacha Mamba mawindoni kuweza kusaka hasa ubingwa. Na hapa nilipo basi michezo tofauti inaendelea, na kama mpiga picha wangu hapa Kioko atakupa picha taswira kamili. Ni hasa riadha ambayo inaendelea, mchezo hasa wa matembezi kwa wale wasichana, na tayari mizunguko imeshapiga 2, 3, 4. Hasa mizunguko inayosalia ni chini ya mizunguko miwili. Kwa hivyo dakika chache kuanzia sasa hivi tutakuwa tunajua nani atakuwa hasa bingwa wa mashindano ya matembezi katika mbio hizi za michezo ya shule za upili. Lakini awali pia kando tuliweza kushuhudia michezo mingine ikiweza kupigwa, na tukaweza kushuhudia upande wa wavulana katika mchezo wa magongo, wana St. Charles Luanga wakiweza kuwapa dawa yao ya kwenda nyumbani mwana St. Anthony Boys baada ya kuadhibu bao 1-0 katika mchezo wa magongo kwa hasa wavulana. Kwa wasichana mechi ambayo inaendelea sasa hivi ni St. Charles Luanga wanapiga dhidi ya hasa wawakilishi kutoka eneo la Nairobi la kule magharibi kule kati ambao ni Nyayo, na pakubwa ni mechi nzito ambayo itakuwa inaamua je, huyu mwakilishi wa Pwani St. Charles Luanga upande wa wasichana atakuwa anaweza kusalia na taji hapa nyumbani hasa la kitaifa na kujikatia nafasi ya kuweza kufuzu katika hatua ya pale ukanda wa Afrika Mashariki, ama itakuwa vipi? Pakubwa hapo awali St. Charles Luanga upande wa wavulana waliweza kutoa ushindi, na naomba niwahusishe baadhi ya wale wachezaji akiwemo mchezaji mmoja ambaye alimakinika zaidi kuhakikisha kwamba St. Charles Luanga wanaweza kutoa ushindi. Yupo nasi hapa, tuanze tu kwa majina kisha mechi ya leo ilikuwa kwaje, na ni mechi ambayo mlihitaji zaidi kuweza kushinda ili kufuzu katika nusu finali. Tuanze kwa majina kisha uzungumzie mechi hiyo. Kwa majina ni Robinson Jaga. Mechi hiyo jana usiku tulikuwa tunakaa tunaomba sana kwamba tuweze kufaulu, na tulikuwa na support yote kutoka kwa makochi kutoka shule, na asubuhi tumerauka tukafanya bidii yote tunayoweza, tukaomba tena. Kwa hiyo ni maombi na bidii tu ndio imefanya tukafaulu leo. Mabingwa upande wa Pwani, lakini upande wa kitaifa sijui kama mtaweza kuika muwe majogoo wa kitaifa. Tutaweza kutamba, tutakuwa Simba. Kesho pengine mnaenda kurekebisha wapi ambako mnahisi kwamba licha ya kutoa ushindi mlilegea zaidi? Kwanza katika game tumecheza kulikuwa na makadi nyingi, tutapunguza hizo cards. Then hapo kwa short corner na ku-attack na ku-tackle hiyo tutapunguza pia. Tuzungumzie kuhusiana na safari, imekuwaje nyinyi kama hasa mpo nyumbani, manake hapa ndio eneo lenu? Safari haikuwa rahisi kama mnavyojua, hakunaga rahisi, ndio msemo wetu. Coach sometimes masaa yake mengi sana kwa maisha yake yote huwa anaspend na sisi mazoezi asubuhi kutoka saa 1 hadi saa 11. Wazazi ingawa wanalalamika kidogo, ila bado wanatusupport bado. Na kwa kila mtu mwenye anatusupport tunashukuru sana.
Shukrani sana kwa wale ambao wamefika hapa kuweza kutizama hizi mechi mashindano, utawaambiaje? Nitawaambia asanteni kwa nini yao, bidii yao yote, na hatutawaangusha tunapoenda level nyingine. Asante sana, kila laheri. Nashukuru. Huyo ni baadhi ya wachezaji wa St. Charles Lwanga kiweza kuzungumzia hasa mechi ambayo pakubwa wameweza kufuzu katika nusu finali ya mpira wa magongo kwa wavulana, na hii ni baada ya kuwadondosha St. Anthony Boys. Kumbuka kwamba St. Anthony Boys ni mabingwa wa zamani wa mchezo huu wa mpira wa magongo kwa wavulana, na humu ndani hawakuanza vizuri, manake mechi yao ya kwanza pia walisuasua, na hii leo basi mambo yakakwenda segemnege hapa mwana pwani akiweza kutoa ushindi akiwa St. Charles Lwanga. Hapa pia kuna michezo tofauti ambayo inaendelea, kuna urushaji mkuki, kuna high jump na pia kuna riadha. Nitaweza pia kuzungumza na baadhi ya wale ambao wameweza kushiriki mashindano hasa mengine ambayo yako hapa. Nilikueleza kwamba kuna mkuki, high jump, watakuwa wananieleza wameweza kushiriki mchezo upi na je wanatoka hasa shule ipi. Tuanze tu na wewe, nieleze jina lako kisha shule ambayo unasoma na humu ndani umeweza kushiriki mchezo upi hasa hapa katika chuo cha mafunzo ya walimu cha Shanzu. Kwa majina naitwa Zena Owuor from Kayatiwi in Kwale. Kayatiwi pakubwa, mchezo wa vikapu tunawajua zaidi, imekuwaje? Ilikuwa sawa. Mechi yenu pakubwa nusu finali mpo hampo? Tuko. Mechi ilikuwaje? Ilikuwa fiti. Alafu nini ambacho mnaenda kubadili sasa katika nusu finali? Huyo kidogo ananiambia kwamba maneno yanamkosa. Songa tu mbele, niambie jina lako kisha niambie unawakilisha shule ipi na kisha umecheza mchezo upi. Kwa majina naitwa Lineta King kutoka shule ya kuu ya Owuor. Tulicheza, tuko na game ya shot put. Shot put tayari ushacheza? Ndio. Umeweza kufanya vipi mle ndani? Tumeshinda. Imekuwaje ushindani hapo, umekuwaje? Ilikuwa ngumu kidogo lakini tumemanage kupata hiyo kitu. Asante sana na kila laheri. Salama. Huyo aliweza kushiriki mchezo wa shot put. Nianze tu kwa majina kisha umeshiriki mchezo upi leo? Shot put. Kwa majina naitwa Ann Mora, nawakilisha shule ya Mwasere. Imekuwaje leo ushindani pakubwa? Ilikuwa tu sawa. Competition ilikuwa tu tough. Competition tough inamaanisha kwamba pia wewe ulijitahidi na kuweza kuwekeza katika umakinifu wako. Ndio. Washindani walikuwaje? Walikuwa tu wamejipanga kenyewe yani hapo. Haya mashindano unayazungumziaje hatua ya kitaifa? Manake umeshiriki mashindano ya maeneo pale county na hata zonal. Imekuwaje hatua ya kitaifa? Ni tofauti ipi iliyoko kati ya kitaifa na pale chini? Imetufunza tukienda huko tufanye zoezi, tukija hapa hivi tu work hard, tusilalie hivyo. Asante sana. Kwa mashabiki utawaambiaje? Nawapenda tu sana. Asante. Tumalizie na nyinyi wawili, swali moja kila mmoja. Tuanze tu na jina lako kisha shule ni gani na umecheza mchezo upi? Kwa majina naitwa Susan Owuor from Atela Mig Secondary School. Mchezo upi ambao umeshiriki hii leo na mashindano yamekuwaje? Shot put. Imekuwaje? Imekuwa vyema. Ndio. Ushindani uliupata? Ndio. Ulimaliza nafasi ya ngapi? Nafasi ya 6. Ndio. Na unaenda kurekebisha wapi? Manake lazima umejifunza 1-2 kutokana na mechi yako ya leo. Nitarekebisha, nitafanya zoezi. Nitafanya zoezi zaidi ili next time nijaribu niende. Unazungumziaje nyuzi joto hapa? Bwana, weather iko vipi? Kuna joto huku jamani. Ndio, kuna joto sana. Lakini licha hayo lazima ushiriki. Lazima tushiriki huko. Asante sana. Haya, tumalizie nawe dadetu hapa. Tuanze na jina, shule ambayo unawakilisha kisha mashindano ya leo yamekuaje? Kwa majina naitwa Edna Kwamboka, natoka Nairobi, shule yangu ni Githurai Secondary School. Leo umeshiriki mchezo upi? Shot put. Imekuaje? Nafasi ya ngapi umeshika? Nimechukua nafasi ya 4. Mashindano yamekuaje? Yamekuwa tough, lakini kujaribu lakini kashindwa. Unajua hapa mmekutana na wale pia wamebobea kutoka maeneo mengine. Je, unazungumziaje ushindani ulioko ukilinganisha na kule ambako umetoka?
Ushindani wa huku ulikuwa mgumu sana, si kama wa huko nyuma. Ulikuwa. Tukimalizia utawaambiaje, manake wengi wanakutizama kwenye KTN? Naambia nawapenda sana na Mungu awabariki. Asante sana. Ulivyosikia basi hao ni baadhi tu ya wanafunzi ambao wameweza kushiriki michezo tofauti, na hii inaonyesha kwamba kuna ushindani mkali na kila mmoja anaweza kusaka nafasi ya kuweza kufuzu katika hatua ya pale finali na kuweza kuchikatia nafasi kuweza kushiriki hasa ukanda wa Afrika Mashariki, mashindano ambayo yatakuwa yanaandaliwa hapa humu nchini, na maamuzi yatakuwa yanafanywa baadaye kuhakikisha kwamba mashindano yatakuwa yanaandaliwa Eldoret ama itakuwa pale jijini Nakuru. Niweze tu kupitia matokeo mengine wakati mpiga picha wangu anakupa hasa. Mashabiki upande huu wameweza kujitokeza na pia wameweza kuangazia michezo tofauti katika mashindano haya hasa ya kitaifa. Nipitie tu matokeo moja mbili ambayo yameandikishwa hapa katika chuo cha mafunzo ya walimu cha Shanzu sawia pia na shule ya upili ya pale Shimo la Tewa. Katika mchezo wa handiboli basi mechi ya pale kufuzu katika nusu finali, Highway waliweza kutoa ushindi wa hapa mabao 12-8 dhidi ya Matiliku. Hii kimaanisha kwamba Highway ambao wanawakilisha eneo la Nairobi wameweza kufuzu 1-1 katika nusu finali. Hapa katika mechi nyingine ya handiboli kwa wanaume tumeweza kushuhudia Kimilili, St. Luke's Kimilili, mabingwa tetezi wa mchezo wa handiboli, wakiweza kutoa ushindi wa hapa mabao 12-6 dhidi ya Makuyu Boys. Makuyu wanawakilisha eneo la mashariki mwa Kenya. Mechi nyingine ya hasa mpira wa raga hasa kwa wavulana kwa wachezaji 15 kila upande, mabingwa watetezi All Saints kutoka kule Embu wanawakilisha eneo la mashariki wameweza kutoa ushindi wa alama 6, wameweza kuchabangwa alama 6 wakipigwa na Mangu ambao wanawakilisha eneo la Nairobi. Shimo la Tewa ni mechi ambayo ni uga ambao uliweza kuandaa hasa mechi hiyo. Katika handiboli kwa wasichana katika shule hiyo ya upili ya Shimo la Tewa tuliweza kushuhudia pakubwa Wanathika wakiweza kupigwa hasa pale mabao 31-20 kutoka kwa Kadika ambao wanawakilisha eneo la Nyanza. Alafu Joga wakaeza kutoa ushindi wa hapa mabao 35-22 dhidi ya Moi Forces Academy pale. Haya, tuangazie matokeo mengine kwa haraka tu. Handiboli kwa wanaume mechi mbili, Kamito waliweza kutoa ushindi wa 27-22 dhidi ya Jaribuni. Alafu upande mwingine wana St. Joseph's Girls hawa wakaweza kutoa ushindi wa 23-2 dhidi ya Kamusinga. Ni baadhi tu ya matokeo ambayo yanazidi kurindima humu ndani, michezo tofauti hasa ikichezwa, mashabiki wakinogeshwa katika nyuga zote mbili, na hii inamaanisha kwamba kila mmoja yupo hapa kwa ajili tu ya kuweza kusaka ubingwa, na kando tu na kuweza kusaka ubingwa pia kuweza kupata ile nafasi ya kuweza kushiriki michuano ya kanda Afrika Mashariki. Lakini kumbuka kwamba hapo awali waziri wa elimu Profesa pale Migos aliweza kuja hapa akiweza kukagua baadhi tu ya michezo ambayo ilikuwa hapa na kuzungumza pia na wale washikadau wakiwemo wasimamizi wa michezo hii, na mwisho wa siku pia akaweza kuzungumza na hasa vyombo vya habari akidokeza kuwa kwamba ameweza kushuhudia ushindani mkali, lakini hata hivyo pia amedokeza kwamba ameweza kutambua kwamba nyingi ya shule ambazo zinashiriki mashindano haya zina talanta nyingi, lakini kinachowakosea zaidi ni kukosa maeneo hasa mazuri ya kupiga mazoezi, na hii inamaanisha kwamba miundo msingi katika shule za upili hasa ukizungumzia michezo itakuwa inaweza kumakinishwa. Pengine nizungumze na wawili hapa watatu, naona tu mnajiongea bwana. Niambie jina lako, shule ni ipi, mashindano umeshiriki ni yapi? County ni Kericho. Hawa ni wanafunzi kutoka Kericho. They are the champions for ball vault 1-2. Yeah, so
tumekuja hapa. Songeni, jongea, msiogope, kwa haraka tu dakika 2. Niambie jina lako ni gani, alafu shule ya upili ameshataja, ulishiriki mashindano yapi? Kwa majina naitwa Naila Cherotich, natoka shule ya upili ya Associate na tulikuwa tuna compete na yeye pole vault na position 2. Imekuwaje, ulijipanga vipi kuweza kumaliza nafasi ya pili, manake ushadunda ndani tayari? Ilikuwa ngumu lakini tulingangana wote, tulikuwa tuna compete na various regions but we make it. Asante sana, kwa haraka tu tueleze jina lako kisha mashindano leo yamekuaje, nafasi ya ngapi umeshika leo? Kwa majina naitwa Brilliant Cheroti kutoka shule ya upili ya Ketarwe. I was position 1 in pole vault. Tulishindana na mashule mengi sana but tulingangana tukawa position 1. Inamaanisha kwamba kule Afrika Mashariki unaingia tayari? Ndio. Umejipanga vipi katika kushiriki mashindano haya na pia kushika nafasi ya kwanza ulivyofanya hapa Pwani? Tulikuwa tukifanya mazoezi kidogo kidogo. Nani hasa unamwangazia zaidi, yule mwanariadha ambaye anaweza kushiriki mchezo huu, anakuchochea zaidi, role model vile? Role model ni wako katika mchezo huu ni nani? Asante sana na kila laheri. Hiyo basi ni shule tu ambayo inashiriki mashindano haya ya pale Paul pale, wakiweza kutuzungumzishia kuhusiana na matokeo yao. Kwa hivyo Manzu, ndio hali hapa na tutazidi kuganda hapa kuweza kumpa mtazamaji hasa matokeo na matukio jinsi yanavyojiri katika michezo hii ya shule za upili mula wa kwanza. Hapo kesho inaingia katika nusu finali na hatimaye finali iweze kuandaliwa siku basi ya Jumamosi. Kwa hivyo kutoka kwangu hapa katika chuo cha mafunzo ya walimu cha Shanzu na kurejesha moja kwa moja studioni kwake Ali Manzu. Asante sana Davis Mberia, na poleni kwa hali ya joto ambalo kwa sasa liko juu sana, nyuzi zinapita takriban 35 pale, lakini kunyweni maji kwa wingi manake jua nalo limechomoza. Mtazamaji, katika kumalizia taarifa zetu, bado tuko kwenye ule uchaguzi wa nyanjani wa chama cha ODM ambao ulikamilika katika maeneo mengi ya Nyanza licha ya visa vya vurugu kushuhudiwa katika eneo